Je, unajua kuwa damu yako si kioevu tu cha kuzungusha oksijeni mwilini? Katika ulimwengu wa roho, damu ni currency, ni fedha na ina sauti. Leo nitakufunulia ni kwa nini mambo yako bado yamekwama licha ya kuomba. Nitakuonyesha jinsi damu inavyoshirikiana na madhabahu za ukoo wako inayokufuatilia. Sasa, damu ni nini? Damu katika sayansi, damu ni seli au plasma. Lakini katika Biblia na ulimwengu wa kale, damu ni kibeba uhai, nafsi. Madhabahu yoyote haiwezi kuwa active isipokuwa na damu. Maana damu ndiyo inayo activate madhabahu. Damu ndiyo inaipea madhabahu maisha. Damu ndiyo inafanya madhabahu inakuwa na sauti na nguvu hapa duniani. Bila damu, madhabahu inabaki kuwa mawe ama mbao tu. Sasa damu ni kama daraja. Ndiyo daraja ambayo inaunganisha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Maana katika madhabahu ni meza ya kula chakula, na chakula ambacho kinaliwa kwenye madhabahu ni agano. Na tunaona katika Biblia, sehemu ya kwanza tunaona damu ikitajwa ni wakati Cain alimuua ndugu yake Abel. Maandiko yanasema kitabu cha Mwanzo 4:10, Bwana akasema, umefanya nini? Sikiliza, damu ya ndugu yako inanililia mimi kutoka ardhini. Sasa jambo la kwanza tunaona ya kwamba damu hii inanung'unika. Mwenye damu amefariki, mwili ushakufa, lakini damu bado iko hai, na damu hii inapaza sauti. Ardhi ilifungua kinywa kumeza damu ya Abeli, na the moment ardhi ilipatana na damu ya Abeli, sauti ikatokea, ukawa na frequency katika ulimwengu wa kiroho, naye Bwana akashuka kusikiliza. Na ndipo anamwambia hapa Cain, sauti ya ndugu yako, damu yake inanililia. Nao katika kitabu cha Agano Jipya, kitabu cha Waibrania 12:24, Biblia inatuonyesha ya kwamba damu ya Yesu hainung'uniki. Damu ya Yesu hailii kisasi. Damu ya Yesu haipigi kelele juu ilinyimwa haki ya kuishi. Yesu alijitoa mwenyewe kwa hiari yake, alijipeana ili aweze kutukomboa. Sasa damu ya Yesu inanena neema. Damu ya Yesu inanena rehema. Damu ya Yesu inanena uponyaji. Damu ya Yesu inanena wokovu. Damu ya Yesu inanena ushindi katika maisha yako. Lakini damu ya Abeli, ambayo ni damu ambayo Abeli hakuitoa kwa nia yake mwenyewe, ni damu iliyotolewa, iliyochukuliwa kwa lazima. Damu hii inanung'unika. Na pia maandiko yanatuonyesha ya kwamba damu ndiyo imebeba uhai. Sasa wakati wote unapoona damu inamwagika, huo ni uhai unatiririka. Mwili hauwezi kuwa bila damu. Sasa siri ya pili ni siri ya damu na madhabahu. Madhabahu haiwezi function bila damu. Madhabahu bila damu inabaki kuwa jiwe tu. Ili madhabahu iweze kuwa active, inahitaji damu. Ndio maana ili Mungu aweze kukomboa mwanadamu kutoka kwenye dhambi, Mungu alihitaji mwili, damu. Sasa roho ili iweze
kushiriki katika shughuli za mwanadamu hapa duniani, inahitaji damu imwagike. Inahitaji mtu ambaye ni mwakilishi wao hapa amwage damu katika madhabahu. Wakati damu hii imemwagika, roho zinakuwa na njia na hati ya kuingia katika ulimwengu wa mwili na kuanza kugandamiza watu. Bwana Yesu asifiwe. So damu, hauwezi nyamazisha damu ambayo mababu zako walimwaga katika madhabahu za giza kupitia maombi tu. Hapana. Kunyamazisha damu unahitaji damu. Kuvunja madhabahu unahitaji madhabahu. Kunyamazisha damu unahitaji damu ya Yesu, ambayo it is the supreme blood, damu ya hali ya juu. Kuvunja madhabahu unahitaji madhabahu nyingine ya hali ya juu ambayo ni Calvary. Unapoelewa vita hivi vya kiroho, mtoto wa Mungu, then sio kila kitu utakuwa unapiga maombi, unaomba tu maneno. Some things inahitaji practical, uwe active, uelewe mambo ya kiroho. Lakini ushindi wetu uko hapa Calvary. Ushindi wetu uko ndani ya damu ya Yesu. Maana kile ambacho mababu zako walianzisha kama wawakilishi wa kizazi chako. So wakati waliingia katika maagano ya damu, wewe ulikuwa ndani ya DNA yao. Sasa licha ya kuwa mababu wamekufa, bado mapepo na maroho machafu yanaweza kukutrack. Yanatumia ni kama GPS, damu ya babu yako ambayo iko ndani yako, maana umebeba damu yake. So yale maagano ambayo yalifanyika wakati damu hiyo ilikuwa inamwagika, maneno ambayo yalitamkwa bado yako active. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani si ati anashinda watoto wa Mungu kwa kuwa na nguvu. Shetani anatumia sheria katika mahakama ya mbinguni kujaribu kuwatesa watoto wa Mungu. Anasema huyu bado ni wangu, damu bado iko active. Madhabahu ya babu yake bado inapiga ndu, damu ya babu yake bado iko ndani yake. Hii ndio siri sasa ya kuparticipate, ya kushiriki katika meza ya Bwana, Eucharist. Maana wakati unaposhiriki katika meza ya Bwana, unafanya DNA transfusion. Wakati unashiriki katika meza ya Bwana, ni DNA ya Yesu unachukua, wewe unakuwa connected, maana unaitwa mtoto wa Mungu, wewe umezaliwa mara ya pili. Sasa wakati mapepo na maroho machafu wanakuinda, hawakuoni. So damu inafanya nini? Damu inakuepusha na disaster. Ni kama wakati wa Passover, wana wa Israeli waliambiwa milango zao wapake damu, na wakati malaika wa destruction alikuwa anapita, kila nyumba ambayo aliona iko na damu, aliona hii imeshalipiwa, full paid, huyu ni wa mwingine ashaenda. Damu ya wa Egyptians haikuwa, milango zao hazikuwa na damu, firstborns walikufa. Sasa damu ya Yesu ndiyo inayotukomboa, damu ya Yesu ndiyo imetuficha, damu ya Yesu ndiyo siri ya wokovu wetu. Sasa ukielewa damu ya Yesu na nguvu iliyoko ndani ya damu ya Yesu, then unasimama na kusilence masauti zote ambazo zimeinuka, ambazo zinanena kinyume na maisha yako, kutumia sauti yake damu ya Yesu. Sauti ambayo inanena mema, sauti ambayo inanena baraka, sauti ambayo inanena ushindi, sauti ambayo inanena uponyaji na utajiri katika nafsi yako na katika mwili wako, katika roho yako. Sauti ambayo inakutakia mema, sauti ambayo inakutakia afya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama uko pale na umekuwa mtu mwenye umepitia kukataliwa, magonjwa ya kurithi,
visirani, unaanzisha miradi lakini haumalizi, ndoa kuvunjika, then patterns kujirudia, then kuna ishara ya damu ambayo inanena kinyume na maisha yako kutoka kwa madhabahu za giza. Sasa ungana nami wiki ijayo nitakapokuwa nafunua siri za kusilence, siri za kunyamazisha sauti zote za damu za ukoo kutumia damu yake Yesu. Na kama uko pale ungependa kumpokea Bwana Yesu, huu ni wakati mzuri wa kujificha. Jifiche ndani yake Yesu. Sasa rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nakupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu kuanzia leo na hata milele. Amen, amen, and God bless you. Na kama uko pale, usisahau kutuma ujumbe na kusema ujumbe huu umenifungua macho. Na pia ukitaka kusimama na huduma hii, nambari unayoweza kutuma msaada wako ni 0723508528. Tuonane tena wiki ijayo. Shalom.